Kiswahili. Nimeambiwa nitumie msamiati. Sisi yetu ni kwa mukhtasari ni kuweza kutoa yale majadiliano ama uamuzi wa National Steering Committee, ambayo ndio katika kiungo kikubwa katika uamuzi wa chama, ambao jana ulisimamiwa na kinara wa chama chetu ambaye ni Rais wa Jamhuri ya Kenya William Samoei Ruto. Tulijadili masala ya uchaguzi ule wa chama na tukapata ripoti kuhusu matokeo ama zile shutuma na malalamishi katika yale maeneo ambayo yalikuwa na uchaguzi katika maeneo 20 ya juzi tarehe 10 na yale awali hapo iliyokuwa June 2025. Tukaamua katika polling centers kadhaa ndani ya taifa la Kenya, tutaweza katika hizo kaunti 42 tutarudia huo uchaguzi ili tuwapatie watu fursa ya pili kurekebisha pale kulipokuwa kumekosekana na kuweza kujadili yale malalamishi kupitia uamuzi wa National Elections Dispute and Nominations Dispute Resolution Committee. Pia tukasema kwa minajili ya uchaguzi huo tunaanza rasmi usajili wa wale ambao wanataka tena kutafuta viti katika hayo maeneo kadhaa ambayo yalikuwa yalijadiliwa katika uamuzi wa Elections and Nominations Dispute Resolution Committee. La pili ambalo ni la muhimu, tuliamua kwamba tutakuwa na kongamano la National Governing Council ambacho ni kiungo kinachojumlisha viongozi wote waliochaguliwa na pia waliochaguliwa kwa namna ile maalum, wakiwemo magavana, manaibu wao, maseneta, wawakilishi kutoka bunge la kitaifa, women rep, wawakilishi wa kina mama, watu kama sisi ambao ni wawakilishi kutoka bunge la Iala na watu kutoka zile bunge za kata ndogo ndani ya taifa la Kenya, ambao utakuwa wiki ijayo tarehe 26 Jumatatu saa 2 kamili katika ikulu ya Nairobi, ukiwa utakuwa chaired na party leader His Excellency William Ruto. Hapo tutaangalia ama tutajadili ile hatua ambazo zimepigwa katika kuhakikisha tumetekeleza manifesto ya chama chetu ambayo kwa maarufu tunaita the plan ama the bottom up economic transformation agenda. Vile vile tutapata kwa mara ya pili kwa manufaa ya viongozi wote zile party grassroots elections report ambayo itajadiliwa pia kuangaliwa vipi tutaweza kusonga mbele na masala ya uchaguzi na kuimarisha chama katika pembe zote za taifa la Kenya. La tatu pia ambalo ni la muhimu, tutaidhinisha yale maazimio ya Baraza Kuu la National Executive Committee ya UDA ambayo imemuidhinisha mkuu wa chama ama kiongozi wa chama His Excellency William Ruto kuanza mawasiliano ama mjadala maalum kwa namna ambazo na chama cha ODM, ambapo utaweza kuhakikisha tumejiandaa vilivyo katika uchaguzi unaokuja wa 2027. La mwisho, kuna wale ambao watawania viti mbalimbali katika maandalizi yetu ya mwaka ujao ya August 2027, na kumekuwa na Wakenya wengi wawaniaji wengi wa viti tofauti katika taifa la Kenya ambao wamewasiliana na chama, wamewasiliana na viongozi wa chama, na tumesema kwa ajili ya kuhakikisha tumeanza kuleta vuguvugu la hawa wawaniaji wa hivi viti tofauti, tutaanzisha platform ama forum ambayo tutaita UDA Aspirants Forum, ambapo itawajumlisha wote wale ambao wanawania viti tofauti kutoka ugavana hadi members of the county assembly, ambao pia utakuwa na kikao chao, kwa vile tunajua katika hao ndio watakuwa viongozi watakaoibuka katika uchaguzi unaokuja. Tutakuwa na kikao na rais ambaye ni mkuu wa chama tarehe 4 Februari mwezi ujao, vile katika ikulu kuanzia saa 2. Kwa hivyo tunawahimiza wote, tunawahamasisha wote ambao wako na
na azma kutetea viti tofauti tofauti kupitia chama ambacho ndio maarufu kabisa ndani ya Kenya na kimejipanga zaidi kupitia UDA, waweze kwenda katika hiyo mtandao wetu. Kutakuwa na portal hapo ya usajili ili waweze kujiandikisha kama wagombea kupitia chama cha UDA mwaka wa 27 ama next year. Imani Ichung'wah.